Kwa jina naitwa Linda Mshana, ni meneja masoko na uhamasishaji mfuko wa Self. Wengine wanatufahamu kama Self Microfinance Fund. Na siku ya leo ambayo tunaadhimisha siku ya kwanza ya siku za 8/8 hapa kwenye viwanja vya Dodoma, tupo kwa ajili ya kutoa fursa mbalimbali kwa wananchi, kuwaonyesha ni vitu gani ambavyo wanaweza kuvifanya kwa ajili ya kukuza uchumi wao. Na safari hii tumekuja na vitu vipya ambavyo vilikuwa hapo awali hatukuwa navyo. Kwa mfano kama mkopo wa nishati safi. Tunajua kilimo kinaanzia na pale tunapokuwa na mazingira wezeshi na hali ya hewa nzuri kwa ajili ya kilimo. Kwa hiyo tunaanza sisi pale majumbani kwetu kwa kuhakikisha tunatumia nishati safi. Kuna majiko ambayo yanatumia umeme mdogo sana, yako hapo, unaweza kuyapata kwa mkopo kwa unalipa kidogo kidogo. Lakini vile ni kijana, una ajira, unatafuta ajira na ungependa kwenye masuala ya kahawa na nini, tupo tunakopesha maduka ambayo tunasema maduka yanayotembea, mobile coffee shops. Kwa hiyo ziko hapo, unaweza kumuona kijana mwenzenu alivyofanya, mkamuuliza maswali na ni kiasi gani ambacho unaweza kutumia. Na hii katika kuhamasisha kwanza utumiaji wa kahawa Tanzania, kutengeneza ajira kwa vijana, lakini vile kukuza uchumi wetu. Pamoja na hayo, tuna mikopo mingine aina nyingi, wajasiriamali wanaofanya biashara za aina mbalimbali, wavuvi, wafugaji, watu ambao mna viwanda vidogo vidogo. Tunawakaribisha sana katika banda letu mweze kupata fursa na kujionea ni nini ambacho kinaweza kuwasaidia kukua kiuchumi. Hatujawasahau kwenye masuala ya bima, ili tuhakikishe kwamba mazao yenu yanafika mwisho na kweli mnaweza kupata mazao kwa ajili ya kukuza biashara yenu. Kwa kuna bima ya mazao, kuna bima kwa ajili ya biashara, kuna bima kwa ajili ya maisha. Yaani kuna opportunities nyingi sana ambazo ziko hapa Self. Mtatukuta ndani ya banda la Wizara ya Fedha, mfika mwisho kabisa wa banda. Wakati unaingia utatukuta pale, uje upate elimu ya fedha, uje upate elimu ya bima, uje upate elimu ya jinsi ya kupata mtaji wa kukuza biashara yenu. Karibuni sana. Vile tuna mikopo kwa ajili ya wakulima. Tukisema wakulima sio tu ambao wanalima mazao, lakini wapo ambao wanalima mazao biashara na mazao madogo madogo nyumbani, bustani, nao pia tunawakopesha. Lakini wafugaji wa mayai, wa ng'ombe, wafugaji wanaofuga samaki, wote hao tunaweza kuwakopesha. Lakini vile wote ambao wako kwenye mnyororo mzima wa kilimo, wewe unanunua bidhaa unaenda kuziuza, hapa ni mahali pako pa kuongeza mtaji wako. Au wewe unasafirisha, unaweza kuja hapo kukopa mkopo kwa ajili ya kusafirisha mazao yako. Kwani kuanzia shambani mpaka pale unapomfikia mlaji, hapo katikati huna mtaji wa kukuza biashara yako, ndio uje Self tuweze kukuza na kuweza kuendeleza kwa ajili ya manufaa zaidi. Katika kupata mikopo, lazima shughuli yako at least ulifanya kwa mwaka mmoja. Kwa maana uijue biashara yako kwamba je, unaifanya kwa muda gani, misimu yake, matatizo yake yako wapi, tukusaidie sehemu gani, tukuvushe sehemu gani kwa masuala ya mtaji. Hilo ni la muhimu sana. Lakini pia uwe na elimu kidogo hicho ambacho unaenda kukifanya, na sisi tutakusaidia sasa kwenye masuala ya mtaji. Lakini hicho ndio kigezo kikubwa sana. Kuna masuala ya dhamana, lakini katika hiyo dhamana vile tumeingia mahusiano mazuri sana na benki ya kilimo ambayo inasaidia kwenye masuala ya dhamana mpaka kwa vijana mpaka 60-70 wanaweza kudhaminiwa na benki ya kilimo, alafu wanaweza kuja kuchukua mkopo kwetu. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anashindwa. Tunajua kwamba tukikuelekeza vizuri utaweza kufanya kilimo chako kizuri cha kisasa chenye mtija na manufaa kwa ajili ya maendeleo yako.